بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعدكم شميد الله تبارك وتعالى، لكم صليا ومولا نكم تكيا سلام متمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. katika muhadhara wetu wa jana ambao ulikuwa na unwani asbabu ضعف المسلمين اليوم، sababu pelekezi zilizopelekea kudhoofu kwa waislamu zama hizi. Tukaona kwamba sababu ni nyingi na wanawazuoni wamezitaja, huyu akazitaja zile, yule akazitaja zile, na al-allama Abu Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz akasema sababu kuu ni moja. Katika sababu hii zimejichomoza sababu nyingine, lakini kuu katika asbab ni moja ambayo ameita aljahl. Na tuliona ukweli wa haya maneno kutoka kwa Sheikh rahimahullahu ta'ala pale ambapo tumezitaja baadhi ya asbab, tukaona kweli ni ujinga ndio ambao hupelekea kunako hayo. Leo biidhnillah alkarim tutamalizia asbab ambazo tulizibakisha jana, pamoja na kuzisoma hadithi mbili za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo amezitaja al-Imam Abu Daud na wamesahihisha ahlul ilm wa hadith kama vile al-allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala, moja kutoka kwa sahaba mtumwa aliyeachwa huru na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa Thauban radiyallahu anhu. Mwingine ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Katika asbabi ambazo tulizibakisha jana
التفرق والاختلاف kufarikiana na kukhtalifiana, jambo ambalo kwa uwazi kabisa linapokuwa lipo jambo hili katika jamii fulani ni lazima litapelekea jamii hiyo kupatwa na maradhi ya kudhoofu, kwa sababu mshikamano ni nguvu, kinyume na mshikamano ni mtafaruku na ikhtilaf. Hili bila shaka huondoa nguvu na huleta unyonge na udhaifu, na ndio maana Allah tabarak wa taala akawa ametusihi, ametuamuru tusifanye yale asbab au zile asbab ambazo zitapelekea kuondoka kwa nguvu zetu. Akasema katika Qur'an katika suratul Anfal, wala tanaza'u, wala msizozane, fatafshalu, mkizozana mtafeli, watadhhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu. Kwa kumbe at-tafarruq wal ikhtilaf ni sababu ar-raisi katika kuleta unyonge na udhaifu katika jamii ya watu wowote. Wanapososana jamii hiyo au watu hao, basi bila shaka unyonge na udhaifu viwili hivi vitawanyemelea. La tanaza'u, msisozane, akiwa na maana msifanye yale ambayo yatapelekea mizozo, kwani mkiyafanya yale ambayo yatapelekea mizozo mtazozana, na mtakapozozana mtafeli, mtashindwa, kwa sababu kila mmoja atakuwa anavutia upande wake, anautetea upande wake. Hali hiyo itapelekea kuondoka kwa nguvu yenu, watadhhaba rihukum. Na Allah tabarak wa taala alipotukataza suala hili baya la mifarakano katika dini, kinyume chake akatuamuru tuwe na al-i'tisam. Akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kwa pamoja katika kamba ya Allah na wala msifarikiane. Na akasema tena Allah tabarak wa taala, wala takunu minal mushrikin, msiwe nyinyi katika washirikina, au msiwe washirikina ukiwa unamaanisha kwamba minal mushrikin. Min hapa imewekwa katika muweko wa libayanul jins, la takunu minal mushrikin min jinsi almushrikin, msiwe katika wale ambao farraqu dinahum, walimega dini yao wakaigawa, wakanu shia, wakawa mapote mapote. Msiwe mapote mapote. Kuwa katika hali hii ya mapote mapote si mila ya Waislamu, hii ni mila ya washirikina. Na akalitilia nguvu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi, akasema alaikum bil jamaa, wajibu wenu mshikamane na jamaa ya Uislamu, na watahadharisha kutokamana na suala la kufarikiana. Akasema shaitani anamchota na anamteka yule ambaye amejitoa katika kundi la wenzake. Aliyekuwa yuko peke yake nyuma huko, yule ndiye ambaye hutekwa na shaitani. Lakini shaitani huyu kwa wawili ambao wameshikamana pamoja yuko mbali nao. Akasema fa inna ash-shaytana ma'a al-wahidi wa huwa min al-ithnayn ab'ad,
Shetani kutokamana na wawili waliokuwa pamoja yuko mbali nao. Kwa yule ambaye ataleta mzozo, huyo atakuwa yuko na shetani, na shetani hatutaki kheri. Shetani anatutakia shari. Katika shari anazotaka ni kudhoofu kwa himma za Uislamu, imani zao, kadhalika akida zao, kadhalika matendo yao ya dhoofu. Hayo ndio ambayo kwamba anayataka shetani. Kwa hiyo atafarruq hili hutokamana na shetani. Tafarruq hutokamana na shetani, na hili amelisema wazi tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona masahaba wake wanapokuwa katika kipindi cha mapumziko safarini mwao, huku wakisafiri wakikata majangwa na majangwa na majangwa, kufika wakati wakatafuta sehemu wakapumzika. Anawaona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anawaona kuna wawili wamekaa kule, kuna wengine wamekaa huku, kuna wengine wako chini ya jabali, wengine chini ya mti. Akawaambia, ara tafarruqakum hadha min ash-shaytan, ninaona mimi kwa yaqeen kwamba kufarikiana kwenu huku katika al-awdiya, yule yuko kwenye bonde lile, yule kakaa pale na mwenzake, pamoja kama hawakukaa kama wanahusuma masahaba, kama wamehusumiana, la, watu wamekaa, huyu kakaa na huyu wana hadithi, yule kakaa na yule wana hadithi. Lakini baada bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, ara tafarruqakum hadha min ash-shaytan, kufarikiana kwenu huku ninakokuona mimi hili limetokamana na shaytani asiyowapenda kuwaona mmekaa katika hali ya umoja. Pale pale masahaba baada ya kauli hile aliyoitoa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wanashuka katika mapumziko, hukusanyika kwa pamoja, mpaka anasema katika wapokezi wa hadithi, lau kama mtu atakuja na shuka yake awafunike, basi ile shuka itawatosha wote, jinsi wanavyokuwa wanakaa katika hali ya upamoja na kukurubiana katika hali hiyo. Kadhalika alipoingia msikitini kwa lengo la kuwadarasisha masahaba wake, akawaona wametafanyika, yule kakaa kule, yule kakaa kule, akasema, mali arakum izin, kwa nini na kuoneni mmeparaganyika? Yani hilo halipendi. Mali arakum izin, kwa nini na waoneni mmeparaganyika? Alikuwa anazuia kila sababu ambayo kwamba itapelekea furqa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa katika yale ambayo yametudhoofisha Waislamu, iftiraq, Waislamu kubaguana na kumegana na kupasuana. Haya yamepelekea hii dhaifu tuliyokuwa nayo, sababu akisoma mtu au akisimama mtu akisema kitu, watasema wale wengine ambao si kundi lake, anatuambia nini huyu, hata tueleze kitu gani, hata kama kina maslahi na wao, kina maslahi na dini yao, kina maslahi na umma wa Kiislamu. Hii ni athari ya furqa. Lakini huyo akisimama mwenzake, kiongozi wake, atakaa na kumtegea sikio. Kwa hiyo hatuone kwamba hapa furqa hii ni katika yale ambayo husababisha udhaifu wa Waislamu. Liko wazi, hili liko wazi, na wazi ni katika hadithi hii ya Mtume ambayo tumeitaja hapa. Ninaona kwamba mfarakano wenu huu umetokamana na shetani. Na tukiyasema haya, haina maana kwamba Uislamu au dini inatutaka tusombe takataka zote, tuziweke mahala pamoja. Tuchukue mataka ya ndizi, mataka ya mananasi, maganda ya miwa, tuchukue kadha, harufu nzuri, maua ya yasmin, maua ya waridi, tuchanganye mahala pamoja. Haitotoka harufu ambayo itahimidiwa, mwisho wake utatokea uvundo. Kwa hiyo haina maana kwamba tunaona kwamba Uislamu umekataza iftiraq. Tunaona kwamba katika yale ambayo yametupelekea sisi kuwa madhaifu ni iftiraq tuliokuwa nayo. Kwa hiyo tuondoeni tofauti zetu, tukaja na ile kaida ya Hasan al-Banna kwamba tuwe pamoja katika yale ambayo tutakuwa tumeafikiana.
waliya'dhur ba'duna ba'dha fima ikhtalafna fihi, na baadhi yetu wawape udhuru baadhi nyingine kwa yale ambayo tutakuwa tumekhtalifiana. Tuone pamoja katika yale ambayo tunafikiana, na katika yale ambayo tuna ikhtilaf tupeane udhuru. Qaida hii haikubaliki kisheria. Qaida hii inaondoa msingi wa al-amru bil ma'ruf. Qaida hii inaondoa msingi mama katika misingi ya dini, an-nahyu 'anil munkar. Shia mwenzetu, ndugu yetu, Kadiani mwenzetu, ndugu yetu, Ibadi ndugu yetu, mwenzetu, Hizbu Tahrir ndugu yetu, mwenzetu, kutakuwa hakuna al-amru bil ma'ruf, kutakuwa hakuna an-nahyu 'anil munkar. Kwa hiyo si umoja huu unaokusudiwa. Bora watu wabaki katika hali hiyo ya al-iftiraq mara uluf, kuliko kuwakusanya watu wenye akida tofauti. Umekaa pembeni na mtu ambaye anakwambia Aisha mama yako amezini, ni mzinzi. Unakaa jirani huku na mtu anakwambia Allah hana mikono wala hana vidole. Unakaa huku na ambaye anakwambia utume unaendelea baada ya Muhammad, lakini lipo udhuru katika hilo. Kadhalika na kadhalika unakaa na ambaye anamuomba Abdul Qadir Jailani. Kwa hiyo التفرق والاختلاف kweli hii ni sababu katika asbab za kudhofu kwa Waislamu leo hii, na watu wasitake kuiondoa sababu hii kwa kutaka kuleta umoja wa watu wasiokuwa na akili aliotaja Allah kwenye Qur'an pale aliposema kuwazungumzia wale wenye umoja wa wasiokuwa na akili, akasema tahsabuhum jamia, ukiwaona unadhani kwamba wako pamoja kabisa, wa qulubuhum shatta, lakini nyoyo zao zimetofautiana. Udugu wa kweli na umoja wa kweli ni umoja wa kiroho, umoja wa kiakida na kiitikadi, na huu ndio udugu na umoja waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaurifisha udugu huu kwa wanafunzi wao matabi'in, na matabi'ina wakauchukua kama walivyopewa, wakaurithisha huu, wakauacha kwa wale wa nyuma yao ambao ni matabi'i tabi'in, mpaka wakauchukua a'immatul huda wa masabihud duja, kina al-Imam Shafi'i, kina al-Imam Abu Hanifa, kina al-Imam Maliki, kina al-Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo katika wale ambao walikuwa na madhehebu zao, kina al-Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyayna, al-Imam al-Awza'i, Ibrahim an-Nakhai na wengineo. Ila hawa wanne ndio ambao madhehebu zao zilishuhurika. Hawa wote walikuwa na udugu huu wa kiakida, hawakutofautiana katika akida. Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi ambacho kimekuzuilia wewe shaytan usimsujudie sijida ya heshima na taadhima yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Hii ndiyo ilikuwa akida yao, hawakukhtalifiana katika hili. Kwa umoja huu ambao tutauleta kuondoa hii iftiraq ni umoja wa kubaki katika akida aliyoiacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akida ya ahlus sunnah wal jamaa. Tunachojifunza hapa kwamba miongoni mwa asbabu za dhu'f almuslimina leo at-tafarruq wal ikhtilaf, na kwamba watu wanatakiwa wafanye jitihada za makusudi kuondoa hii ikhtilaf. Kwa kufanya nini? Kwa kuwarejesha watu katika akida iliyokuwa sahihi, akida iliyosalimika, akida ahlus sunnah wal jamaa, ambao haitokamani na rai ya fulani wala allan. Ni akida mustambata iliyochuma kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
zilizobaki katika akida zinaegemezwa kwa watu wao, wale wenye kuitakidi kwamba kadha wa kadha katika sifa za Allah na wakazikataa na wakazikana, wanamfuata al-Jahm bin Safwan. Akida yao ni aqidatul jahmiyya. kadhalika kuna aqida maturidiyya ya Abdullah al-Maturidi, Abu Abdullah al-Maturidi ala ma yahdhuruni. kadhalika al-Ash'ari, Abu al-Hasan al-Ash'ari, ambaye baadaye mwishoni alikuja kutudia na akaacha madhehebu hiyo na akida yake hiyo, akatunga kitabu kabisa kuradi yale ambayo kwamba alikuwa akiitakidi kabla ya hapo. Miongoni mwa akida zao zilikuwa kwamba Allah ni wajibu wake kuwafanyia wema waja wake. Inna Allaha yajibu alayhi an ya'mala al-aslah li'ibadihi, Allah ni wajibu wake awafanyie waja wema. Wajib nani wa kumwajibisha Allah tabaraka wa taala? Mpaka akasema mmoja wao kumuuliza mmoja katika viongozi wao, araaita, kwa msingi huo unaozungumza, araaita ila thalathi ukhwa, hebu nipashe habari juu ya ndugu watatu. Nipashe habari juu ya ndugu watatu. Mmoja amekufa akiwa ni mdogo, hajabaleghe. Mmoja alikuwa na imani akafa. Mmoja alikufuru akafa. Wako wapi hawa? Kwa mujibu wa akida hiyo kwamba Allah tabaraka wa taala ni wajibu wake awafanyie wema waja wake. Akasema, ama yule ambaye alikuwa katika makuzi baligh, akamwamini Allah tabaraka wa taala, kisha akafa juu ya imani yake hiyo, istahaqqa aljanna, amestahili kuingia peponi. Ama yule ambaye amekuwa baligh akakufuru akafa, amestahili kuingia motoni. Na huyu mdogo yuko wapi? Akamwambia huyu bwana, huyu mdogo amepiga makelele kumwambia Allah, ya Allah, mbona mimi mdogo hukuchunga maslahi yangu ukanifisha katika hali ya ukubwa nikiwa na imani kama ulivyomfisha kaka yangu? Majibu akawa haya. Pale pale Abu al-Hasan al-Ash'ari akakata ule mjadala, akaondoka akaiaga madhhabu ya al-Ash'ari kwa maneno kama haya kwamba Allah ni wajibu wake awatendee wema waja wake. Huyo unakaa naye, unasahau tofauti yako baina yako na yeye, na mfano wa kama haya. Kwa hiyo watu wafanye jitihada za makusudi kutaka kuwarejesha watu katika saha, kuwarejesha watu katika aqida ahli sunna ambayo haiegemezwi kwa watu, bali inarejeshwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haina rai ya mtu, si rai ya al-Jahm bin Safwan, wala si rai ya Wasil bin Ata, wala si rai ya man katika wale ghulatu sufia kina Yahya Muhyiddin ibn Arabi, wala kina Hallaji na wengineo katika ashabu wa wahdatul wujud, bali aqida hii imetolewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna jambo ambalo tutalitakidi katika aqida ya sunna isipokuwa lina dalili na marejesho kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu wote wabaki katika hali hii. Tukifanya hii, tukapita katika njia hii, tukapita katika mhimili huu, bila shaka ile iftiraq itakuwa zinaondoka. Unataka hutaki, ikhtilafu itakuwa inaondoka. Na tuelewe kwamba ikhtilafu wanazuoni wanazigawa katika makundi makuu matatu. Ikhtilafu, iko ikhtilafu ambao huitwa ikhtilafu tanawwu. Kabla hiyo kuna ikhtilafu al-afham. Ikhtilafu al-afham hii haisababishi mizozo wala kutetana wala kufaragajisha safu. Ikhtilafu al-afham ni ipi?
ni kutofautiana uelewa wa nafsi iliyokuja sahihi kutoka kwa Allah tabarak wa taala au kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo katika wanazuoni akaelewa hivi, huyo katika wanazuoni akaelewa hivi. Nafsi ni moja. Mfano, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anapotoka katika rukuu hurejesha mikono yake pale ilipokuwa kabla ya rukuu. Hawa wakasema tunarejesha kifuani, wale wakasema tunarejesha tunaiachia, na wala turejeshe kifuani. Huyu ana hadithi yake zaidi ya hii? Hapana, ni hii. Yule ana hadithi nyingine ametegemea zaidi ya hii? Hapana, ni hii. Sahihi dhaif? Sahihi. Huyu ni alim sio alim? Huyu ni alim. Nasih sio nasih? Huyu ni alim nasih, anawatakia watu kheri. Ana lengo baya na dhamira mbaya? La, hana lengo baya wala dhamira mbaya. Je, tumlazimishe achukue raia huyu? Hapana, hatumlazimishi kuchukua raia huyu. Tukimlazimisha kuchukua raia huyu tumemtia upumbavuni akili yake, kwamba akili yake haina uelewa, akili ya huyu ndiye yenye uelewa. Hii ni ikhtilaf al-afham ambayo inakubalika. Huyu amheshimu huyu na huyu amheshimu huyu. Na fatwa na kauli kwamba tunarejesha mikono kifuani baada ya kutoka katika rukuu ni fatwa al-Allama Ibn Baz. Nitoa mfano uliokuwa hai. Na kauli na fatwa yaliyosema tunarejesha kama ilivyokuwa bila kuweka kifuani ni kauli al-Imam al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi. Ikhtilafu hii inapelekea sisi tuzozane, tupigane, tushambuliane? Hapana. Hii ikhtilafu al-afham hukumu yake ni sa'ir, inakubalika. Wewe ile hoja ambayo itakuwa kwako wewe ina nguvu, pokea hiyo, na wala usimzogome ndugu yako ambaye anafunga kifuani au anaachia, kama ambavyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwazogoma masahaba alipowaambia tusisali al-asri, anayemwamini Allah na siku ya mwisho asisali salatu al-asri, isipokuwa kule kwa Mayahudi Bani Qurayza. Wakaondoka masahaba kuelekea Bani Qurayza. Njiani wanafika al-asri, imefika, wako njiani bado, wakaambizana jamani, sala swalini. Wengine wakasema hapana, hatuswali hapa, tutaswali Bani Qurayza. Wakati jamani huu mtume akatambia tusisali isipokuwa Bani Qurayza. Hapana, mtume akakusudia tuharake, tuwe na haraka. Akasema hapana, wale wakasali, wale wakasema tunasali Bani Qurayza. Kauli ilikuwa ngapi? Zilikuwa ngapi kauli? Kauli ilikuwa moja. Alipofika kule, aliposimuliwa hili tukio, Rasul alayhi salatu wassalam hakumtia makosani huyu wala hakumtia makosani huyu. Kwa ikhtilafu al-afham kutoka kwa ahlul ilm, ikhtilafun sa'ir. Hili ikhtilafu hii haileti mizozo na wala sababu ya kudhaifu kwetu. Ya pili, kuna ikhtilafu wanaita ahlul ilm ikhtilafu at-tanawwu'. Ikhtilafu at-tanawwu', ikhtilafu ya kubadilisha aina. Ikhtilafu ya kubadilisha aina. Vipi? Mimi katika sala mathalan, tuchukulie mfano uliokuwa hai,
tunafahamu kwamba katika sala kuna dua al-istiftahi, dua ya ufunguzi wa sala. Na sala katika sala jamaa, pembeni yangu kuna mtu kulia, pembeni yangu kuna mtu kushoto, mimi nikaleta aina ya ufunguzi wa sala, mathalan nikasema Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, nikaleta dua hii. Jirani yangu kulia akaleta dua yake, subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. jirani yangu wa kushoto akaleta dua, allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, allahumma naqqini min khataayai كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. aliyeleta upande wangu wa kulia sio niliyosoma mimi, niliyosoma mimi si aliyosoma jirani yangu upande wa kushoto. tumekhtalifiana. ikhtilafu gani hii? ikhtilafu tanawwu, inapelekea mizozo baina yetu? Hapana, huyu kasema ambalo lipo, mimi nimesoma ambalo lipo, na huyu kasoma ambalo lipo, wala tuelekezeane vidole, wala hii haipelekei mizozo, wala hii si sababu ya kudhaifu kwa Waislamu. Huu ni mfano, chukua mifano mingine. ya tatu, ikhtilafu at-tadad. ikhtilafu at-tadad, ikhtilafu at-tadad ni hii. hii ni mtu kwenda kinyume na nususi za kisharia, kafanya bid'a katika aqida, amekuja na aqida ambayo haina dalili la min alkitab wala min sunnah. amekuja na aqida lake, mfano anakuja na aqida lake kwamba Isa ibn Maryam al-Batul hatarudi tena ulimwenguni hapa, kashakufa, ameshakufa Isa. hii aqida ipo katika baadhi ya mapote ambayo hujinasibu na Uislamu, mfano al-Qadiyaniyun, makadiani ambao hujiita Ahmadiyya zura, wana aqida hii. ni ipi aqida ya sunna? atakujieni Isa ibn Maryam hakaman adla, aje kuweka hukumu, aje kuhukumu kupitia hukumu za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aje kuweka uadilifu, wayaktulu alkhinzira wayukathiru as-saliba, atakuja kuua nguruwe, atakuja kuvunja misalaba. haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametaja al-Imam Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Hurairah. kwa hiyo huyo anasema amekufa, haji wapi amelipata hivi? kwa ikhtilafu at-tadad, mtu kukhalif aya, mtu kukhalif hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kuja na jambo ambalo ni kinyume na sharia ya Allah tabarak wa taala. ikhtilafu hii ndiyo inayoleta huu mpasuko ambao unaleta udhaifu, hali ya udhaifu kwa Waislamu. ikhtilafu al-afham, ikhtilafu at-tanawwu', ikhtilafu at-tadad.
na ameandika al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullah katika kitabu chake al-Fadh al-Farid kinachoitwa al-Makhraj min al-Fitna. sababu ya nne wa tano naam التنافس على الدنيا watu kushindania mambo ya kidunia, kukupia ulimwengu, mtu akawa na kufa na ulimwengu, ambao tutakuja kuiona katika hadithi tuliyokusudia kuizungumza. imekuja katika sahihi kutoka kwa Amr ibn Auf radiyallahu anhu kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma sahaba Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah kuelekea Bahrain. Bahrain hii zama za mtume pia ilikuwa kiitwa Bahrain, ni katika nchi ambazo majina yake hayakubadilika kama vile al-Yaman. alimtuma Bahrain aende kuleta jizya ili wanaolipishwa makufar kuendelea kuishi katika ardhi ya Kiislamu. Jizya. Kipindi hicho bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameandikishana mkataba na watu wa Bahrain kwamba watakaa na lakini watatoa jizya, na akamteua amiri wa kule katika masahaba wake, sahaba anaitwa al-Ala ibn al-Hadrami. al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu amara alayhi al-Ala. akarudi Abu Ubaida baada ya kutumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuchukua ile mali ambayo ni jizya kutoka kwa makufar wanaoishi katika ardhi ya Waislamu chini ya al-Ala ibn al-Hadrami. akarudi Madina sahaba Abu Ubaida aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhu. ujio wake huu na mrejeo wake wa kurejea Madina wakausikia maansari, wakapata habari kwamba Abu Ubaida aliyetumwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuelekea Bahrain kwa lengo la kwenda kuchukua jizya amesharejea. wakamiminika katika salatul fajri kusali pamoja na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja msikitini kwa wingi. alipomaliza kusali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka, ima kutoka pale aliposalia au insarafa, pia huwa na maana akageuka kuelekea maamuma. taarabu la, wakamzunguka ima pale au kipindi anatoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakamzunguka masahaba al-ansar. fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu pale alipowaona wamemjia katika hali ile, akatabasamu. kisha akawaambia adhunnukum sami'tum anna aba ubaida qadima bi shay'in min al-bahrain, ninadhani kwamba nyinyi mmeshapata habari kwamba Abu Ubaida amekuja na chochote kitu kutoka Bahrain, kweli si kweli? qalu, wakasema masahaba ajal ya rasulullah, ndio, ajal, ndio ya rasulullah. qala, mtume akamwambia faabshiru wa amilu ma yasurrukum, kuweni na bishara njema
tarajieni yale ambayo yatakufurahisheni, takupeni. Kisha akasema fa wallahi mal faqa akhsha alaykum, wallahi akaapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi siwaogopeleeni nyinyi ufakiri, sina hofu juu yenu kama mtakuwa mafukara. Kuweni ni mafukara, kuweni ni mafukara, wala hilo halinitii hofu. walakin akhsha an tubsata alaykum ad-dunya, ambacho nakichelea mimi kwenu nyinyi masahaba wangu, ninachokihofia juu yenu ni Allah tabaraka wa taala asije akawakunjulia hii dunia kama busitat, kama vile ambavyo imekunjuliwa dunia hii ala man kana qablakum, kwa wale waliopita kabla yenu. Fatanafasu fiha, wakashindana kwenye mambo ya kilimwengu, au fatanafasu fiha, nyinyi mkawa mnashindana kwenye mambo haya ya kidunia, mnashindana kwenye mambo haya ya kilimwengu, kama tanafasuha, kama wale walivyoshindana. Hili ndilo ambalo lanitia mashaka, kwamba hii dunia jamani, hii isije ikakupelekeeni mkawa mnaacha dini na mnaacha kutenda kwa ajili ya akhira, mkawa mmeelekeza jitihada zenu kuu, mkaelekeza kadhalika himma zenu kuu, mkaelekeza kila kilichokuwa ghali kwa ajili ya ulimwengu. Hili lanitia mashaka kwenu. Akhsha alaikum, nalochelea juu yenu nyinyi, msije mkatanuliwa mkakunjuliwa hii dunia kama ambavyo imekunjuliwa dunia hii kwa waliopita kabla yenu, mkawa mnashindana kwa ajili ya hii dunia kama walivyoshindana waliotangulia kabla yenu. Nini mwisho wake? Fatuhulikakum, ikakuangamizeni, kama ahlakatuhum, kama ilivyoangamiza wale. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في الرواية مكوية فتلهيكم كما ألهتهم, ikakupumbazeni dunia kama ilivyowapumbaza waliopita kabla yenu. Kwa katika yale ambayo hupelekea unyonge na udhaifu wa Waislamu ni kuipaparikia dunia. Walimu wanasema haina maana kwamba watu wasile vizuri, sitaki kujenga majumba yao, lakini ni yale mapenzi makuu kuipenda dunia kwa namna kwamba mtu hawai hadiriki katika mambo ya dini. Huyu ndiye ambaye atapelekea kupatikana kwa udhaifu wa Waislamu. hayo ndio aliyosema tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo tulisema tutaisoma. Lakini kabla ya hadithi, maneno ya sahaba Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake, na athari yake ameitaja al-Imam ad-Darimi na al-Imam Abd al-Razzaq as-San'ani katika al-Musannaf, na ameisahihisha al-Allamah al-Albani katika sahih at-Targhib wa at-Tarhib, amesahihisha isnadi al-Imam ad-Darimi iliyopo katika Sunan ad-Darimi. Anasema Abdullah bin Abbas alipokuwa akizungumza dunia, anawaambia wanafunzi wake, kaifa bikum idha labisatkum fitna yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa tuttakhadhu sunnah fa in ghayirat yawma qila hadha munkar قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا قلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم.
وكثرت قراءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين أو كما قال رضي الله عنه. vipi zitakuwa hali zenu nyinyi pale ambapo fitna zitakapokuwa zimekuvaeni kama vile mtu anavyovaa nguo? Fitna imekuvaa kama vile wewe unavyoivaa nguo yako. fitna hiyo, anasema Abdullah, yarbu fiha as-saghir, mtoto mdogo atazeeka. Mtoto mdogo itamkuza, ataonekana mkubwa katika wakati wa fitna, na mtu mzima atazeeka, atakuwa kikongwe. Ya haram, harima ya haram. Hiyo fitna watu wataifanya kuwa ndio mwenendo wao wa kawaida, ndio sunna, ndio maisha yao. Ikitokea watu wanataka kuibadilisha, kuitoa katika hali hiyo mbaya, kupeleka katika hali iliyokuwa nzuri maridhawa, watu watakataa kwa kuwa tayari bishawafaa. Watasema msitake kutuletea mambo ya munkari hapa, msitake kutuharibia utaratibu wetu hapa. Haya anasema Abdullah ibn Mas'ud. Akaulizwa, haya yatatokea lini Abdullah? Akasema ni pale wataalamu wenu wa fiqhi wanawazuoni watakapokuwa wachache. Viongozi wakawa ni wengi, kila mtu atakakuwa ni kiongozi. Mimi ni amiri, mimi ni kadha. Wajinga wakawa wengi, wasomi wa Qur'ani wanaoisoma wakawa hawaielewi maana yake na hawaifanyi kazi, wakiwa wengi. Ni kipindi kile ambacho watu watakuwa wanaitafuta dunia. والتمست الدنيا بعمل الآخرة محل شاهد. watu wakawa wanaitafuta dunia kupitia matendo ya akhira. Wako watu leo hii wanaitafuta dunia yao kupitia matendo ya akhira, kupitia mambo ya dini. Anataka kutoka kujinasua kutoka katika udhalili au kutoka katika ufakiri kuelekea katika maisha ya arrafahia kupitia mgongo wa dini. Wakawa wameitanguliza dunia kwa ajili ya kuiteketeza dini, wakashindana katika hali hiyo. Abdullah anauliza, vipi wakati huo zitakuwa hali zenu? Mtakuwa kweli na izza? Hapana, izza itakuwa imeondolewa. Hamtakuwa na izza, hamtakuwa na nguvu, mtakuwa na idlali. Kwa nini? Nia za watu zimebadilika, dhamira za watu zimebadilika, imani za watu zimeondoka. Mtu yuko radhi au kanyage msahafu aliyopangiwa hapa, misahafu imepangwa mbele, amewekewa burungutu la pesa, yuko radhi akanyage akachukue pesa. Itafikia hali hiyo. Yani mtu akwekea misahafu alafu kule kwa kuwekea maji pesa. Yani kanyaga dini, tonda dini, pita kwenye mgongo wa dini upate maisha yako. Ikifikia hali hiyo, vipi zitakuwa hali zenu? Anauliza Abdullah ibn Mas'ud, kaifa bikum idha labisatkum fitna? Hiyo ni fitna itakuwa kwenu, ni mtihani. التنافس على الدنيا ni sababu miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea kudhaifu kwa Waislamu leo hii. شخصان tu muda kuko hivi, hadithi asije fukusi tuendelee. أما حديثي أما تريهين التوسومة حديثي يا ثوبان، كذلك حديثي يا عبد الله بن عمر. حديثي يا ثوبان ambaye alikuwa ni maula wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, mtume aliyetohuru. Anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, yushiku an tadaa alaykumul umamu. Yushiku hii wanasema katika wanazuoni lugha ni fi'lu min af'ali almuqaraba, inachelewa kukaribia kwa katika af'ali almuqaraba, inachelewa kukurubia tendo la tadaa alaykumul umam, kuitana dhidi yenu mataifa. Hapa mtume anataabiri hali hii, pamoja tunakuwa na yaqeen haikutokea zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuwepo hali hii. Hawakuishi nayo masahaba, hali hii hawakuishi nayo matabi'in, wala hali hii hawakuishi nayo tabi'in na wengineo waliofuata baada hapo, mpaka kwa kipindi kirefu ambacho tunakitaja ahlul ilm, ndipo ilipotokea hii hali. Wala masahaba na matabi'in na tabi'in na waliofuata baada yao waliishi katika izza wa manaa, waliishi katika hali ya nguvu na heshima na taadhima na haiba, wakiogopa na maadui zao, mpaka anakuwa ana uwezo sahaba, anatoka anaingia kwenye ngome ya maadui, ikulu ya kiongozi wa maadui, amestandikiwa zulia, anatoboa na yuko peke yake, anakwenda kuongea na bosi wao, yuko peke yake. Izza walikuwa wakishina, izza walikuwa wakishina, walimiliki dunia. Mpaka Harun al-Rashid ambaye hakuwa sahaba, Harun al-Rashid yuko juu ya mimbar anatoa khutba, anaona kiwingu cha mvua kinapita, anasimamisha khutba, anasema ayatuha sahaba, kiwingu cha mvua, imtiri huna, nyesha hapa ukitaka, imtiri huna in shi'ti au amtiri hunak, nyesha hapa au nyesha popote utakapotaka wewe kunyesha. Fasawfa yaatini kharajuk, kodi ya mazao au mapato ya mazao yatakayotokamana na wewe popote yalipo, mapato hayo yatanijia hapa. Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala, hii hali walikuwa nayo Uislamu. Almuhim, Rasul alayhi salatu wassalam anatambia imekaribia kwamba yataitana mataifa, yakusanyike mataifa kwa mikakati yao dhidi yenu, kwa lengo la kutaka kuwasambaratisha, kuondoa katika saha, kuondoa katika ramani, kuondoa katika utajo, mpaka ifike mahali hakuna mtu anaitwa muslim. Imekaribia kukutana hao watu kwa malengo mabaya dhidi yenu. Kama tadaa al-ukulatu ila qas'atiha, kama vile ambavyo wanaitana walaji katika kuizunguka sahani yao ya chakula. Hapa kuna mushabbahun bihi, kuna adatu tashbihi, kilichoondolewa ni wajhu shabahi. Kuna kinachofananishiwa, chombo cha kufananisha kilichoondolewa, kinafananishwa hiki na hiki kwa sura ipi? Wajhu shabahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam
anawafananisha waislamu kuwa ni sawa na chakula kilichowekwa ambacho kimezungukwa na walaji kila pembe ya sahani, hakina nafasi chakula hicho. Hapa pana mtu, hapa pana mtu, hapa pana mtu, wameizunguka na kuizingira sahani na sinia. Alafu si kuzunguka huku, wanataka kukishambulia chakula, kukila mpaka wakimalize. Hawa ndio waislamu hao, na hawa ndio maadui zao hawa walaji, kwamba walio waislamu mpaka ile baidha yao uislamu wao usambaratike, uishi, hakuna kitu. Tunasema imekaribia hiyo. Mataifa yanakutana ya kikafiri kwa lengo la kutaka kuwashambulia waislamu, kuwasambaratisha waislamu, kuwaondoa waislamu. Faqala qailun, akasema mmoja katika wasemaji wa kisahaba radhiyallahu anhum kumuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, aw min qillati nahnu yawma idhin, aw min qillatin nahnu yawma idhin. Akili zao zikaruka haraka, zikaruka kwamba itakuwa wachache. Ni kwa uchache wetu ya Rasulullah siku hizo. Pamoja kwamba masahaba hawahuriki kwa uchache, hali kutokea isipokuwa katika vita vya Hunain, na wala Uislamu haushindi kwa wingi. Na wala hakuna vita miongoni mwa vita alivyopigana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam eti masahaba walikuwa ni wengi kuzidi idadi ya maadui zao, hasa vile vita vya Hunain ambavyo baadhi yao walisema lan nughlaba al-yawma min qillah, leo hatutoshindwa kwa sababu ya uchache. Leo hatutoshindwa kwa sababu ya uchache. Hata vita hivi hawakuwa wengi kuzidi idadi ya maadui zao, la, bali idadi siku hii waliongezeka ukilingamanisha na masiku mengine, lakini bado idadi yao haikuvuka idadi ya maadui. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. الآية. kumbukeni ile siku ya Hunain, wa yawma Hunain, kumbukeni siku ya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, pale mlipopendezwa mkastaajabishwa mkafurahishwa na wingi wenu, mpaka wakasema watu lan nughlaba al-yawma min qillah. Kumbukeni hiyo siku, falam tughni ankum shay'a, wingi wenu haujakufaeni siku ile chochote. وضاقت عليكم الأرض, bali ardhi ya Allah kwenu ilikuwa ni finyu, mliona ardhi ndogo. Bima rahubat, kwa upana wake uliokuwepo. وضاقت عليكم أنفسكم, na nafsi zenu nazo pia zikaingiwa na dhiki. La, aya nyingine hii, dhannu an la malja'a min Allah thumma wallaytum mudbirin, kisha mkarudi nyuma. Si mlikuwa wingi, mbona hamkushinda? Mbona mmerudi nyuma? Kwa hiyo sisi hatupigani kwa wingi, tunapigana kwa ukubwa wa imani,
tunapigana kwa uchaji, tunapigana kwa utiifu wetu. Hii ni silaha. Kwa sahaba anamuuliza Mtume, awa min qillatin nahnu yawmaid, kana kwamba mtu anadhani kwamba masahaba iko siku walipigana wakawa wengi. Nasema hilo halikuwepo, halikuwepo. Vita vya Badri masahaba ni 310 na kadhaa, makafir 1000. Waislamu wana farasi hawa wawili, farasi wawili tu waliobakia, hawana mafarasi. Mujahidun hawana farasi, hawana vipanga. Panga walikuwa wakipeana. Allah kaleta fathu, kaleta ushindi. Kadhalika kwenye Uhud na vinginevyo katika vilivyobaki katika vita. Kwa hiyo sitaelewa mtu kwamba masahaba mpaka kauliza hivi kwamba wao walikuwa kumbe wanaghurika kwa wingi wao. La, halikuwepo hilo, na wala hakuna jihad wala vita ambao wao walikuwa ni wengi kulingamanisha na idadi ya jeshi la makafiri. Halikuwepo hilo, si kwa silaha wala vipandwa wala vyakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, bal antum yawmaidhin kathir, bali nyinyi siku hiyo mtakuwa ni wengi sana. Kathir, mtakuwa wengi. Na wallahi sadaqa Rasulullah, ni wengi Waislamu, wengi katika bid'a, wengi katika balala. Watazame katika mipira, wengi wao ni Waislamu kuangalia mipira. Watazame kwenye kucheza dhumna, wengi wao ni Waislamu. Watazame kwenye kucheza karata, wengi wao ni Waislamu. Watazame kwenye kila kitu, kwenye Miss Tanzania utakuta wengi wao ni msikiti wa Kiislamu. Watazame kwenye kadha wa kadha wa kadha. Antum yawmaidhin kathir, nyinyi siku hiyo ni wengi. Walakin nyinyi siku hiyo huthaun, nyinyi ni takataka. Takataka hizi hawaambii masahaba kama wao ni takataka. Wao hawakuishi katika hali hii mbaya ya alwahan, wala hawakusuli matabi'in hawakuishi katika hali hii ya alwahan, wala matabi'i tabi'in hawakuishi katika hali hii ya wahan, wala waliofuata baada yao hawakuishi katika hali hii ya alwahan. Nyinyi mtakuwa wengi. Miji itafunguliwa. Katika utawala wa Umar alieneza ramani ya dola ya Kiislamu, alitanua Umar katika zama zake, kwa kuwa ni khalifa aliyeishi miaka mingi. Umar, miji mingi itaingizwa katika Uislamu, watakuwa wengi. Lakini ninyi ghuthaa, wengi wenu ni takataka. Kwa ghuthaa istail, kama vile takataka za mafuriko. Yani Waislamu wamepigwa mfano na takataka kwanza, alafu takataka hizo zikafananishwa na takataka za mafuriko. Hapa kuna maneno mazito sana. Tendo kesho yake la kwanza ambalo tumelisoma, kwamba maadui zetu wanakusanyika, wanakaa vikao, wanajadili, wanakadha juu ya mambo yetu sisi. Hii ni dalili ile ambao wanaizungumza ahlul ilm kwamba maadui wa Waislamu popote walipo, hata hapa, kazi yao kuu ni kuwapekua Waislamu na kujua mambo yao na kujua mikakati yao kwa kutumia njia yoyote, hata ikibidi kuwanunua baadhi yao. Hilo ukitaka kulijua kwa uwazi wake ni tukio la yule sahaba
tunafahamu kwamba lipo, lakini pia chukua ibra kwa tukio ya masahaba. Katika wale masahaba watatu ambao hawakuhudhuria vita vya Tabuk, ambao majina yao yanakusanywa na neno Makkah, mimu ikiwa ni Murara ibn Rabi'i kwenye Makkah, kafu ni Ka'b ibn Malik, he ya mwisho kwenye Makkah ha ustak ni Hilal ibn Umayya. Makkah Murara ibn Rabi' كاف كعب بن مالك ها هلال ابن أمية. كعب بن مالك ni katika hawa watatu ambao Mtume alayhi salatu wassalam katoa agizo na amri Waislamu wasizungumze nao. Baada ya wao kutohudhuria vita vya Tabuk, ilhali walikuwa tayari wameshaandaa vipandwa vyao, si miongoni mwa wale ambao Allah anawazungumzia kwenye Qur'an kwamba wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam' hazana alla yajidu ma yunfiqun. Hawakuwa katika hawa ambao Allah anamzungumzia mtume wake, wala hakuna ubaya kwa wale ambao wamekujia wewe na wakakutaka uwape vipandwa ili wahudhurie. Wewe unawaambia la ajidu ma hamilukum alayhi, sina mimi cha kukubebeni, sina mimi vipandwa. Utafanyaje? Wanakuja wanalia, wanataka kuhudhuria vita vya Tabuk, hawana dhana, wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamlilia. Miongoni mwa hao ni Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami na Wa'il ibn Hujr. Wao watatu walikuwa na vipandwa vyao, tena Ka'b aliandaa vipandwa viwili. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Tabuk anatazama jeshi, hamuoni Ka'b, na anajua kwamba Ka'b kaandaa vipandwa. Anauliza masahaba, ma faala Ka'b ibn Malik, amefanya nini Ka'b? Yani mbona hakuhudhuria Ka'b? Mmoja akasema, ya Rasulullah, asabahu burdah wan nadharu ila atfayhi. Mtume wa Allah, Ka'b kilichomzuia ni lile vazi lake lile la kiuteme lilikuwa akilivaa kipindi yuko mtemi zama za jahiliya, mtemi wa watu wake. Lile vazi lake na kujitazama mabegani huku na huku ndilo ambalo limemzuia. Sababu mwingine akasema, bisa ma qult, umesema maneno mabaya dhidi ya Ka'b. Ya Rasulullah, hakuna ambacho tunakijua dhidi ya Ka'b zaidi ya khairi. Kamkumbuka wapi Tabuk alipofika, kurudi anatangulia kufika msikitini kabla ya kwenda nyumbani kwake, anasali rakaa 2, anasikiliza shida za watu. Wakaja ambao hawakuhudhuria kutoa sababu zao na nyudhuru zao. Wengine walikuwa ni wanafiki, wanatoa nyudhuru ambazo haziingia akilini, bali wanatoa nyudhuru hizo za uongo na wanaapia juu ya uongo wao. Wako waliosema, ya Rasulullah, sisi lao tungeondoka hakuna wasimamizi wala waangalizi majumbani mwetu, inna buyutana aura. Allah akawaradi kwenye Qur'ani, wama hiya biaura, si kweli kwamba hazina wasimamizi wala waangalizi. Hawakutaka zaidi ya kukimbia kutokuhudhuria hivi vita, yuriduna illa firara. Mwingine anatoa udhuru wake, ya Rasulullah, mimi ni dhaifu, siwezi kuwaona mabinti wa Banu al-Asfar wa kule Tabuk isipokuwa watanifitinisha dini yangu. Ana idha ra'aytu nisaa Bani al-Asfar ustuftintu, nitafitinika ya Rasulullah. Kisha wayahalifuna ala dhalik,
na wanaapia wallah. Mtume alayhi salatu wasalam anakubali nyudhuru zao kwa dhahiri ya maneno yao, wayakilu sarairahum ila Allah, na anaziegemeza siri zao na nafsi zao kwa Allah tabaraka wa taala. Hawa walipokuja toeni nyudhuru hawana udhuru. Anasema Ka'b, Mtume akanitabasamia tabasamu la mwenye ghadhab, akaniambia ma khallafak, kipi kimekufanya usihudhurie Tabuk? Hukuandaa vipando viwili Ka'b? Akasema Rasulullah, lao ningekuwa niko mbele ya mtu wa dunia nataraji ningetoka katika ghadhabu zake kwa kumpa udhuru mmoja. Ningekuwa nimekaa mbele ya mtu wa dunia hapa, rais, mfalme, nani, ningemdanganya udhuru mmoja. Mimi ni mtu nimepewa jadla, utitu jadala, nimepewa maneno mazuri, nitakutungia maneno na nikubali. Lakini naogopa nikakwambia maneno ambayo yatakuridhisha sasa hivi, utaridhia, lakini baadaye Allah akaja akakughadhibisha ukajichukia milele kwa kuteremsha wahi kubainisha uongo wangu. Ya Rasulullah, sina udhuru, sikuwa na udhuru. Kadhalika Murar ibn Rabi', kadhalika Hilal ibn Umayya, sina udhuru. Akasema amma hadha fa sadaqa, ama huyu Ka'b amesema kweli. Kisha kaambia kaa pembeni, subiri amri ya Allah tabaraka wa taala. Wale wengine waliwapia kwa mujibu wa ibara hii hawakusema kweli, lakini alisema kwamba nyinyi ni waongo, hakusema kwamba wao ni waongo. Na hapa kuna mafunzo. Almuhim, na shahidi ambayo naitaka hapa, akasusiwa mazungumzo na wenzake, hakusemeshwa wala hakusalimiwa. Anapita masokoni hasalimiwi na mtu, hazungumzishwi. Anapita majiani hasalimiwi, hazungumzishwi. Watu wanamtazama. Adhabu alipoona imekuwa kubwa, adhabu imekithiri, akamkumbuka rafiki yake kipenzi, mtoto wa ammi yake ambaye alikuwa anapendana naye sana, anaitwa Abu Qatada. Abu Qatada ni mtoto wa ammi yake Ka'b bin Malik. Akasema nikaenda kwa mtoto wa ammi yangu ambaye nilikuwa nampenda mno, nikamkuta yuko katika shamba lake la bustani la matunda, nikamkuta ameegemea katika ukuta, nikamsalimia assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asema falam yarudda alayhi assalam, hakuitika salamu yangu. Nikamtazama nikamwambia Abu Qatada, ama ta'lamu anni uhibbu Allah wa rasulahu? Abu Qatada, hujui kama mimi nampenda Allah na mtume wake? Asema, akanijibu Allahu a'lam. Kisha akakengeuka. Ka'b anamtazama kama huyu ndio rafiki yangu kipenzi, na nijibu haya, namsalimia haitikii salamu. Anasema fafadat ainai, macho yakabugujikwa na machozi, kalia. Anasema bainama ana amshi fi suq al-Madina, kipindi natembea masokoni katika mji wa Madina, idha nabatiyun, mara mkulima mmoja katika wakulima waliotokea Sham ambaye amekuja katika mji wa Madina kuleta chakula kukiuza Madina, anasema kuambia watu, man yadullu ala Ka'b ibn Malik. Hii mahali shahid kama maadui wanatupekua habari zetu kutaka kutujua nani yuko wapi, nani anafanya nini, nani, ili kuendelea kutuponda na kutushusha na kutaka kutusambaratisha. Tukio liko Madina hili, mukatwa waliokatwa masahaba huko Madina, habari inatoka Sham, Syria, Damascus. Pamoja kwamba Sham ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Lebanon ya sasa, ni Jordan ya sasa, ni Damascus ya sasa, yani Syria. Hii ilikuwa ni Sham.
limefika Sham. Makao makuu ya Sham Damascus, Ad-Dimashq. Anasema amekuja huyu Nabati maana yake al-fallah, mkulima katika wakulima waliotokea Sham, amekuja na chakula kuviuza Madina. Anasema kuwaambia watu kule masokoni, man yadullu ala Ka'b ibn Malik, nani ambaye atajulisha au atanilengesha au atanielekeza nani Ka'b hapa ibn Malik. Fatafika an-nasu yashiruna lahu, watu wakawa wanamwashiria tu kwa ishara, hata kusema naye huyu pia hawasemi naye, wanamwashiria tu, yani yule kwa ishara. Hatta jaani, mpaka kanifikia, fadafa ilayya kitaban, akanipa barua, min Malik Ghassan, kutoka kwa mfalme Ghassan. Wa kuntu katiba, na mimi Ka'b nilikuwa ni mwandishi, najua kusoma na kuandika. Faqara'atuhu, nikaisoma ile barua, fa idha fihi, kukuta ndani yake imeandikwa amma ba'du, ama baada yaliyokushapita. Yani kana kwamba alimsalimia vipi habari za huku, sisi salama wazima hatujambo. Ama baada ya hayo, fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, hakika hali ilivyo tumefikiwa na habari kwamba huyo mtu wako sahibu yako huyo, yani Muhammad alayhi salatu wasalam, qad jafaka, amekutenga, amekupuuza. Walam yaj'alka Allahu bidari hawani wala madi'atin fil falhiq bina, Allah hajakujalia wewe kwamba ni mwenye kuishi katika sehemu ya unyonge, sehemu ya udhalili. Katika hali hiyo ambayo amekufanya huyo jamaa yako, njoo kwetu sisi, falhiq bina, njoo kwetu, nuwasik, tukuliwaze, njoo huku Sham. Alitwa na mfalme Malik Ghassan. Akasema hii nao pia ni katika fitna, hii ni fitna nyingine hii. Kuwa lida kapasua barua, kaitumbukiza kwenye tanuri la moto. Nini maana yake? Maadui wanatupekua, wanatuchunguza, wanavijua kwa undani habari zetu, na hilo linawasaidia wao katika kupanga mikakati yao. Haya tuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tadaa alaykumul umam, baada wakati huwarunua watu miongoni mwetu. Na alharbu khuda, vita ni hada. Anaweza kapewa mtu, akaingizwa mtu sehemu, akaambiwa ule shendo kadhi. Ukija kufuatilia kwamba huyu ni Christopher, amjawahi kusikia tafiti fulani, shekhe fulani kakaa kwa miaka na mikaka, baadaye akaja kubainika kwamba si Muislamu asli. Hapa miaka nenda miaka rudi, jamaa yupo. Dawa hii lazima tuisui, anazungumzia dawa, kumbe ni pandikizi. Hivi ni vita, na katika vita yanafanyika haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nani ambaye ataingia kwenye jeshi la makafiri kwenda kuchukua habari zao? Sahaba kwa huo. Mara pili hakuna alijitokeza, mara tatu ndio anaingia kwenye jeshi la makafiri, alafu urudi na habari. Mara tatu akasema ninamdhamini atakwenda salama, atarudi salama. Akatoka mmoja kati ya masahaba, simkumbuki alikuwa ni Jabir bin Abdullah, akaingia katika jeshi la makafiri. Kipindi Abu Sufyan yuko kule bado hajaslimu, Abu Sufyan radhiallahu anhu, akapatwa na machale, akapiga ukelele, jamani, hebu jitazameni, na mashaka asije akaingia mtu asiyekuwa miongoni mwenu humo.
kila mmoja mpatana mwenzake aliyekaa jirani yake. Sahaba akasema mimi nikamwahi ambaye kwamba amekaa jirani yangu, anta minna, wewe ni katika sisi? Naam. Alharbu khud'a, kamwambia wewe ni katika sisi? Ndio, mimi ndako. Sawa. Baada ya pale akarudisha habari kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wako hawa watu wakikosa hivyo wanamnunua mtu. Ndio yule niliyosema kama anapangia misahafu, anatembelea, anaikanyaga, anakwenda kuchukua burungutu la pesa. Haya ni katika masaib ambayo tuko nayo sisi Waislamu, yanayopelekea udhaifu wetu sisi. Na yako ya mengi ya kuzungumza, na hadithi sijaimaliza, na ya pili pia sijaigusa. Nitaomba muhadhara huu tuweke muhadhara wa mwisho ikiwezekana, kwa siku zenu. Nafikiri mnasema na Kigamboni pamoja siku yote hata katikati ya wiki biidhnillah karibu. Bado hadithi sijaimaliza na hadithi ya pili sijaigusa, na hii ina fawaidi nyingi sana biidhnillah karibu. Kwa hiyo kwa leo tuisheni hapa, nitasikiliza rai zitakazotolewa na uongozi na kile kitakachosemwa, sababu wakati umetaraddad saa 3:20 takriban. Kwa hiyo naona tuishilie hapa ili tubakishe mengine kuja kuyazungumzia katika fursa nyingine ambayo kwamba itapangwa na uongozi na itatangazwa. Walhamdulillah rabbil alamin.